Juni 19. Alhamisi. Mwaka wa 2025. Uwezo wa kumshinda mtawala wa ufalme wa angani. Waefeso 2:2. Ambayo mlikuwa mkiishi ndani yake mkifuata njia za ulimwengu huu na za mtawala wa ufalme wa anga, roho ambayo sasa inafanya kazi ndani ya wale wasiotii. Watu wengi wanakuwa wagonjwa kwa sababu ya matatizo ya kimwili na ya kiroho wanayokabiliana nayo. Ni kwa sababu wametenganishwa na Mungu. Kutokana na hili, Shetani amekuwa bwana wao huku roho zao zinakufa pole pole na kuwafanya wazingatie tu mambo ya kimwili. Ili kuwaokoa watu hawa, Mungu alimtuma Kristo kwetu. Kwa wakati huu, ninyi remnant, mnapaswa kufanya nini? Kwanza, lazima uinue baptism ya wokovu wa kweli. Ni lazima uombee baptism ya kiti cha enzi ambapo Mungu wa Utatu huingia ndani yako. Unapoendelea na safari ambayo Mungu wa Utatu anaongoza, lazima uombe ili kuinua miongozo ya uinjilisti wa ulimwengu. Pili, ni lazima uinue baptism ya ushahidi wa kweli. Hali yako ya zamani ambayo ulikuwa umekufa kiroho, ukiwa umetenganishwa na Mungu, imetatuliwa na Kristo. Hata hali yako ya sasa ambayo ndani yake umedanganywa na Shetani na matatizo unayokabiliana nayo, pia yametatuliwa. Matatizo yako ya siku zijazo ambapo ulilazimika kuenda jehanamu ukiwa umetenganishwa na Mungu, pia yametatuliwa. Hii ndiyo baptism ya ushahidi unapaswa uinue. Tatu, lazima uinue baptism ya nguvu za kweli. Hii ni kwa sababu lazima uokoe wengine. Umepokea uzima kwa njia ya Kristo. Umeandaliwa na Mungu ili kuonyesha neema yake kuu na ya ajabu kwa vizazi vijavyo. Lazima uinue baptism ya wokovu wa kweli, ushahidi na nguvu ambazo Kristo alitoa kupitia maombi. Kupitia hili, watu wengi kabisa watahuishwa. Ombi la leo: Mungu Baba, nisaidie kuinua baptism ya wokovu wa kweli, ushahidi na nguvu kupitia maombi ya kumfurahia Kristo. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.